Hujambo mwanafunzi na karibu katika kipindi cha leo. Ningependa tujikite katika misimu. Kwa hivyo tutaanza kwa kueleza maana ya misimu. Misimu wakati mwingine hurejelewa kama simo ama ndio tunaita slang katika lugha ya Kiingereza. Misimu ni lugha inayozungumzwa na kundi ndogo la watu katika jamii. Yaani katika jamii kuna watu kwa jumla, lakini kuna kikundi ambacho kinazungumza lugha fulani. Na misimu huibua msamiati mpya kila uchao. Maana ya misimu ni lugha inayozungumzwa na kundi ndogo la watu katika jamii. Eleza sifa za misimu. Huenda ukapata swali hili katika mtihani. Ukaambiwa eleza kwa kutolea mfano sifa za misimu. Sifa ya kwanza, misimu huzuka na kutoweka baada ya kipindi kifupi. Huzuka na kutoweka baada ya kipindi kifupi. Misimu mingine samahani, hutoweka na mingine hudumu na kukubalika katika lugha fulani, kwa mfano Kiswahili. Tumepewa pale mfano wa neno matatu ambalo lilizuka kama msimu na baadaye likakubalika kuwa msamiati sanifu katika lugha ya Kiswahili. Hoja ya pili, tunaambiwa kwamba misimu ni lugha ya kimafumbo, kwamba si lugha ya moja kwa moja, ni lugha iliyo na maana fiche inayofahamika na kundi ndogo la watu katika jamii. Kumaanisha ni watumiaji wa misimu pekee ambao wataelewa maana ya misimu, na watu wengine hawawezi wakaelewa iwapo hawafahamu hiyo misimu. Hoja ya tatu, tunaambiwa ni lugha isiyozingatia sarufi, kwamba matumizi ya misimu hukiuka kanuni za sarufi, kwani maneno hayo huzushwa na watu kulingana na hali mbalimbali. 4. Misimu huwapendeza watumiaji wake kwani ina mvuto mkubwa. Yaani wanapoitumia misimu, kundi lile la watu hufurahia sana. Na hoja ya 5, tunaambiwa kwamba misimu huweza kutumia chuku, yani kule kutia chumvi kinachozungumziwa. Na hoja ya 6, tunaambiwa kwamba maneno ya misimu ama maneno hayo huweza kuwa na maana zaidi ya moja miongoni mwa watumiaji. Pengine utaniambia mfano wa neno ambalo lilizuka kama msimu na neno hilo lina maana zaidi ya moja miongoni mwa watumiaji wa misimu. Tuendelee. Hoja ya 7, tunaambiwa kwamba misimu huhifadhi historia ya jamii, haswa kuhusu maendeleo ya lugha. Na 8, hoja ya 8 na ya mwisho, misimu huwapa maana misimu hupata maana yake kutoka kwa watumiaji pamoja na muktadha wa mahali husika na wakati. Tutakomea hapo. Katika kipindi kingine tutaangalia lafudhi na tunaendelea tukisonga.